Baada ya nchi ya Kenya kujipatia uhuru mwaka 1963, Mboya aliyekuwa kijana mdogo wa miaka 33 pekee aliteuliwa na mzee Jomo Kenyatta kuwa waziri wa mipango, uchumi na maendeleo. Tom Mboya ndiye mtu wa pekee aliyeaminiwa zaidi kuweza kupanga mipango thabiti ya kulijenga taifa la Kenya kwa wakati huo na kuliwezesha kupata maendeleo ya kijamii, maendeleo ya kiuchumi na kisiasa. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi ya Julai 5 mwaka 1969, majira ya mchana hivi. Akitoka katika duka moja la dawa lililokuwepo katikati ya jiji la Nairobi, Tom Mboya alipigwa risasi kadhaa na kufariki papo hapo na mtu ambaye baadaye alikuja kujulikana kama Nahashon Isaac Njenga. Tom Mboya alikuwa mwanasiasa maarufu zaidi kwa wakati huo na pia alikuwa mmoja wa waasi wa chama cha Kenya African National Union, yaani KANU. Thomas Joseph Odhiambo Mboya, almaarufu kama Tom Mboya, alizaliwa Agosti 15 mwaka 1930 katika eneo maarufu la Kilimambogo karibu na mji wa Thika katika jamii ya kabila la Waluo. Baba yake Tom Mboya alikuwa mwangalizi wa mashamba ya katani katika eneo hilo la Kilimambogo ambalo lilikuwa likifahamika kama White Highlands wakati wa ukoloni. Baada ya kuhitimu masomo yake ya juu katika chuo cha Ruskin College nchini Uingereza, Mboya alirejea Kenya mwaka 1956. Kwa wakati huo serikali ya kikoloni ilikuwa inapambana na vuguvugu la Mau Mau chini ya uongozi wa Dedan Kimathi. Muda mfupi baada ya kurejea nchini Kenya, Mboya aliajiriwa katika halmashauri ya jiji la Nairobi na haraka alijiunga na chama cha wafanyakazi na baadaye kuchaguliwa na rais wa chama hicho ambacho kilifahamika kama Kenya Local Government Workers Union. Hatua hii ilikuwa muhimu sana kwani ulikuwa ndio mwanzo wa Tom Mboya kujiunga katika shughuli na harakati za kisiasa. Kupitia chama cha wafanyakazi nchini Kenya, Mboya alishirikiana kwa karibu na Rashidi Mfaume Kawawa ambaye alikuwa ni kiongozi wa chama cha wafanyakazi nchini Tanganyika. Baada ya kuanza kujihusisha na siasa, Mboya alichaguliwa katika bunge la kikoloni ambalo lilikuwa na wabunge 8 tu wa Afrika kati ya wabunge 50. Mboya alitumia nafasi hii kupeleka miswada mizito ya kutaka Waafrika waongezwe zaidi bungeni. Hakuridhishwa kabisa na jinsi bunge la kikoloni lilivyokuwa likiendeshwa, ambapo mwaka 1957 alijiuzulu nafasi yake ya ubunge na kuanzisha chama kilichoitwa People's Congress Party, yaani WCP. Mwishoni mwa mwaka 1950 na mwanzoni mwa mwaka 1960, akiwa bado kijana mdogo wa miaka 30 tu, tayari Mboya alikuwa amejijengea heshima kubwa ndani na nje ya bara la Afrika. Mboya akiwa na umri wa miaka 28 tu, alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa mkutano wa Afrika uliofahamika kama All African People's Conference nchini Ghana, mkutano ambao uliitishwa na Kwame Nkrumah aliyekuwa rais wa kwanza wa Ghana. Tom Mboya aliamini kuwa Afrika haiwezi kuendelea bila kuwa na vijana wenye elimu bora kama yeye. Mnamo mwaka 1959 alianzisha mchakato wa kupeleka vijana toka nchi za Afrika hasa Kenya, Tanganyika na Uganda kwenda kusoma nchini Marekani kupitia mpango wa aliyekuwa rais wa Marekani John F. Kennedy unaofahamika kama Kennedy Airlift. Mwaka wa kwanza wa mpango huu, Mboya na John F. Kennedy waliwawezesha wanafunzi 81 kupata ufadhili nchini humo Marekani, miongoni mwao akiwa mshindi wa tuzo za Nobel Mama Wangari Maathai. Inaaminika pia baba yake na Barack Obama alifanikiwa kwenda kusoma nchini Marekani kupitia mpango wa Mboya pia, ambapo baada ya kufika Marekani
alifanikiwa kupata mtoto wa kiume na binti mrembo wa kizungu. Mtoto huyo alipewa jina la Barack Obama, aliyekuja kuwa rais wa kwanza mweusi nchini Marekani. Zoezi hilo la tomboya lilimvutia mno Rais John F. Kennedy wa Marekani na kupelekea mwaka 1960 kuongeza pia wanafunzi kutoka Uganda, Tanganyika ambayo kwa sasa Tanzania, Zanzibar, Rhodesia ya kaskazini ambayo kwa sasa ni Zambia, Rhodesia ya kusini ambayo kwa sasa ni Zimbabwe na Nyasaland ambayo kwa sasa ni Malawi. Mradi huo uliwezesha wanafunzi 230 wa Afrika kupata ufadhili wa masomo nchini Marekani mwaka 1960, ambapo mamia zaidi walifuata mwaka 1961. Kutokana na uwezo wake mkubwa wa kisiasa, Mboya alijijengea marafiki wengi ndani na nje ya bara la Afrika. Alionekana na mtandao mkubwa ambao uliwatisha wanasiasa wengi. Alipendwa sana na vijana na akawa maarufu zaidi sana mbele ya umma, hivyo kila kukicha alizidi kupewa nyadhifa za juu. Mwaka 1960, wakati Kenya ikiendelea kupambana kudai uhuru, Mboya alikubali kuunganisha chama chake cha People's Congress Party na chama cha Kenya Independent Movement, kisha kuunda Kenya African National Union, yani KANU, chama ambacho kilikuwa na taswira ya kitaifa. Yalikuwa ni maandalizi muhimu sana kushiriki katika mkutano wa Lancaster House in London. Mboya aliongoza ujumbe katika mkutano huo wa Lancaster, London, kama katibu mkuu wa KANU, mkutano ambao serikali ya Uingereza iliafiki kuipatia Kenya uhuru wake. Baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963, Mboya alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kati, Nairobi. Mzee Jomo Kenyatta alimteua kuwa waziri wa katiba na sheria na baadaye waziri wa uchumi, mipango na maendeleo. Kwa wakati huu, Mboya alionekana kijana msomi muhimu zaidi katika kulijenga taifa la Kenya kiuchumi, kulijenga kisiasa na kijamii. Mboya aliandika kazi mbalimbali ikiwemo Kikao Paper 10 on Harambee na Tenets of African Socialism, kazi ambazo ziliweka kanuni na taratibu za kiuongozi katika maadili. Julai 5 mwaka 1969, majira ya saa 7 mchana, Mboya alifika katika duka la madawa katika mtaa wa Independence Avenue, ambao kwa sasa ni Moi Avenue. Wakati huu Mboya alikuwa anavuta pumzi yake ya mwisho maskini, kwani uhai haukuwa tena upande wake. Wakati anatoka duka la madawa, Mboya alipigwa risasi kadhaa na mtu asiyefahamika, ambaye baadaye alikuja kujulikana kwa jina la Nation Isaac Njenga. Wakati Mboya anapigwa risasi, alikuwa bado kijana mdogo mwenye umri wa miaka 39 tu. Baada ya tukio hilo la kikatili, madaktari walipambana kuokoa maisha yake, lakini haikuwezekana tena. Shughuli zote zilisimama katika mji wa Nairobi na nchini Kenya kwa ujumla, nchi ambayo kwa wakati huo ilikuwa bado changa sana, ikiwa na miaka 6 tu tangu ijipatie uhuru wake. Simanzi zikatanda kila kona ya nchi na Afrika kwa ujumla. Katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, fujo ziliibuka ambapo wananchi waliandamana wakiharibu mali na miundombinu, wakionyesha kuchukizwa kwao na tukio la mauaji wa kiongozi wao pendwa. Haikuwa rahisi kujua haraka ni nani alimpiga risasi Mboya, ambaye alikuwa kipenzi cha watu. Scotland Yard, majasusi kutoka Uingereza, walipelekwa Kenya ili kusaidia uchunguzi na kutoa matokeo juu ya aliyehusika hasa na mauaji hayo. Iligundulika ni Nation Njenga, ambaye alikuwa ametokea Japan. Alirudishwa na kushtakiwa, ambapo alihukumiwa kunyongwa hadi kufa. Kufuatia mauaji ya Mboya, ziliibuka nadharia nyingi ambazo zilijaribu kueleza kwa kina sababu zilizopelekea mauaji hayo.
Nadharia ya kwanza ilieleza kwamba kulikuwa na chuki nyingi dhidi ya Tom Mboya toka